Nimekuahidi kwamba atakapokuwa amewasili hapa Sheikh Abdi John nitasema naye angalau machache katika hii siku ya leo. Nina imani kwamba kila safari inakuwa iko na maandalizi. Sheikh Jamal Swaleh tumemsikia na hayuko Burundi, tayari yuko kule kwa minajili ya kuweza kuwapokea mahujaji ambao watakaokuwa wamewasili katika mji mtukufu wa Maka pale. Lakini hapa tayari mwenyeji wake au msimamizi mwenzake katika baraza la hija katika nchi yetu hii ya Burundi, nataka angalau niseme naye Sheikh Abdi John atupe angalau mawili katika hii siku ya leo. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, rasmi mwaka wangapi tunabeba mahujaji katika nchi ya Burundi? Kwa kweli kibinafsi mimi ni tangu 2007 mpaka leo, lakini kwa mustawa wa maktaba yetu tangu ikubalike kiserikali kati ya Burundi na Saudia ni miaka 10 sasa. Huyu tunakwenda kuanza ni mwaka wa 11 ambao itaonekana ishara nzuri na tunakwenda vizuri. Na namna unavyoona utaratibu gisi unavyowekwa, naona Saudia kila mwaka sheria zinazidi kujiongeleza. Sheria za mwaka jana si sheria za mwaka huu. Bado nyinyi katika kitengo chenu hichi cha baraza la hija hili bado mtaendelea pia kukabiliana na hali? Kwa kweli mipangilio bora inayoboreshwa na Saudia sio matatizo, bali ni uboreshaji mzuri katika kuweka hii mikakati ya hija pahala pake pazuri, tofauti na miaka iliyopitika. Inakuwa tu labda mtu anaona uboreshaji ule unamsumbua, lakini ndiyo njia bora. Tutaendelea tu kudhibiti na kuheshimu mikakati hiyo ya Saudi Arabia kwa faida ya mahujaji na hija. Tukitazama Rwanda, tukatazama Tanzania, kidogo mahujaji wao wanakuwa wengi tofauti na Burundi. Ukiangalia mwaka jana namna gisi mlivyokuwa mmeanza na mwaka huu, ni kweli kwa Burundi kwamba idadi inazidi kuongezeka kwa mahujaji au tunazidi kurudia nyuma? Idadi Burundi iko inaongezeka kwa sababu kabla hija ilikuwa inaonekana ni ibada ya wazee tu. Sasa hija kwa sasa vijana wameamka tena kutokea mataifa mbalimbali ambao walikuwa wao kazi yao ni kusafirisha tu wazazi wao. Sasa tumefikia ambapo wananyanyuka wenyewe, na hii ni ishara ambayo iko inakuza idadi na itaendelea kukuza idadi kwa nguvu za Mungu. Nyote tu bado vijana mtaelekea Maka. Tukitazama kwamba kuna watu ambao wametoka Belgique wako pale, kuna watu wametoka sehemu tofauti nje ya Burundi na wamesifu pia mazingira, namna mnavyowapokea na mnaweka utaratibu ambao ni mzuri. Wanakutazama watu ambao walishtuka baada ya kusema ule anatokea Belgique, kumbe na mimi naweza nikaenda kupandia nyumbani. Ni uwepesi gani ambao mnawekea watu ambao wanaotoka nje ya Burundi? Burundi kama Burundi bado ni nchi ambayo imeregeza na bado inapiganisha kuregeza, kuondoa uzito wa kuwabeba mahujaji katika nchi ya Saudia, na ndio maana inakwenda inazungumza pasipoti yoyote ya Burundi kwa Mrundi kokote yupo ajisikie fieri kuja kujiunga na taifa lake kwa kuwa ni nchi yake, nchi ya uzalendo. Asingoji kuhangaika wala kwenda wapi wala wapi, wala asitumii pasipoti za kigeni wakati yeye ni mzalendo. Mzalendo anatumia pasipoti yake, anaweza kuwa na uraia 2 lakini akasema na kwenda kushirikiana na Warundi kwa bendera ya taifa letu, kwa kuthamini nchi yetu, kwa uzalendo wa taifa letu, ili tuonekane kama nchi imewakilishwa na wengi kuliko we ni Mrundi ukawakilishe Holande na wakati we sio Mholande. Hiyo inatuletea ishara kuwa idadi itaendelea kupanda na wataendelea mahujaji kusapoti taifa lao na kufikisha idadi yao kuwa pazuri. Tukitazama zoezi hili ambalo liko chini ya uongozi wenu, Sheikh Jamal Swaleh tayari hayuko Burundi na ameshatangulia, na zoezi hili ni rasmi kwamba mkakati huyu mmeanza kusuka mkiwa mko wawili au nyuma ya hili kuna wengi ambao mnashirikiana nao? Hii ni ofisi, ni maktaba ambayo ina watu, ina wajumbe, ambayo ni baraza limeenea, lina memba, na kuwapo kwao ni mikakati inapikwa kwa pamoja, sio ya Abdi John, sio ya Jamali, ni baraza ambalo lina wajumbe, na pia bila kusahau kuwa kuna sapoti ya jamii ambayo ndiyo mama mkubwa Komibu. Pia kuna sapoti ya taifa ambayo ndiyo nchi inatubeba, hayawezekani hivi hivi. Alafu kuna sapoti pia nchi ya Saudi Arabia. Wanauliza kwamba kwa Burundi tumeenda mahujaji wangapi?
Kwa sasa mahujaji wanaondoka Burundi ni 73 ndio wanaondoka Burundi kuwakilisha bendera yetu ya taifa la Burundi. Na hawa ambao wanaondoka kwa kutokea hapa Burundi, kuna watu bado wanauliza shekhe, mbona kiwango huwa hakiwekwi rasmi kwa kusema kwamba mahujaji Burundi ilikwenda hija ni pesa kadhaa? Nini mifumo ambayo mmeiweka kiasi kwamba mtu leo anaweza akajisajilisha, au kuna mamiezi kadhaa huwa mnatoa tangazo? Miaka mitatu inafatana, bei inawekwa miaka mitatu yote, dola 6250. 6000 miaka uliokwisha, na mwaka juzi ilikuwa 6666, mwaka huu ilikuwa 6250. Hawezi kuja haji bila kujulishwa bei ya hija, na hayo ndio hija yake imethaminiwa katika mwaka huu 6250 dola za Kimarekani, na bei huwa tunaziweka wazi kwa kuwa hivi tumeanza kusajili sasa, kwa kuwa ni shughuli huwa zinaanza mapema kwa mahujaji ambao watakaoelekea 2027. Tangu leo hivi tupe jina lako tuanze kuorodhesha insha Allah, kisha utoe pesa taratibu taratibu kwa bei ambayo tutakayokupa ya mwaka 2027, ambayo tutakuonesha itakuwa bei gani, lakini anza kutoa pesa. Ujumbe wako wa mwisho kwa watu ambao wanatutazama? Usioni oga kwenda hija, unaweza kwenda hija, weka nia alafu anza kuwekeza. Tupe tukuwekee, usiweki mwenyewe. Yaweza kuwa mwaka kesho 27 au mwaka 2028 au 2029 kama wanavyofanya wengine. Kila kitu kinawezekana. Acha kusita, acha kusita, leta hela kidogo kidogo. Allah atafungua riziki, utaona nyuma ya mwaka 2, 3, 4 kuna siku tu zitaenea na tutakwenda hii. Al Huda, mwongozo wa jamii.